Global TV imefunga safari kutoka jijini Dar es Salaam, jiji lenye raha na karaha, jiji lenye pilika nyingi, hadi kufika jijini Tanga, jiji ambalo lina sifa nyingi, mojawapo ni mapenzi. Wanasema kuwa waja leo kuondoka majaliwa. Lakini nia na madhumuni ya Global TV ni kumfata bondia Hassan Mwakinyo, ambaye anaenda kutetea mkanda wake wa Abo dhidi ya Mnamibia Julius Indongo maarufu Blue Machine. Tunatamani aongee mengi ambayo mashabiki zake wanatamani kuyasikia. Kwa kifupi, tumekutana naye na amepiga story nyingi na Global TV. Ameelezea maandalizi yake, vipi amejiandaaje katika pambano hilo. Lakini pia amezungumzia ndoto zake na malengo yake. Akili ya kibinadamu inaniambia ile pambano kama nitashinda kwa knockout. Amezungumzia mabondia mbalimbali wa hapa nchini, lakini kwa nini hapa mbali nao? Yeye malengo yake ni yapi, na kuhusu kupromote ngumi katika tasnia hii ya ngumi za kulipwa. Waliofunga safari kutoka Dar es Salaam ni Asha Kaboga, Isambuzi na Irene Kilango. Tuende tukamsikilize Hassan Mwakinyo ana lipi la kuzungumza. Hassan Mwakinyo, vipi? Salama. Mzima. Shukuru kabisa. Kwanza tumekuja mpaka Tanga. Umejisikiaje kuona Global TV imefunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga hapa kwa ajili ya kufuata wewe na ni kwa ajili ya pambano lako? Binafsi kwangu ni sehemu ya fahari, kwa sababu maboksa wengi wamepita na wengi wapo, kila mmoja na nafasi yake, kila mmoja na jina yake, lakini kwa heshima ya waandishi nilipaswa kuja kwa sababu mimi ndo mwenye jambo langu, lakini mmeheshimu kutoka mlipo mpaka kufika hapa na kuja mkoani kwangu. Sio haba, ni nafasi ya kuwashukuru na ni fahari kwangu mimi. Kwa hivyo naona nimesha sawa na mlistahili kufanya hivyo kwa nafasi yangu na kwa mapenzi yangu. Okay, Hassan Mwakinyo, pambano lako dhidi ya Mnamibia Julius Indongo aka Blue Machine ni pambano linaloungojwa kwa hamu. Kama watu wanavyofahamu, ni hamu kubwa kutokana na mvuto wa uwezo wenu mabondia wawili. Yeye yuko nafasi ya 43, wewe uko nafasi ya 24 katika mabingwa duniani. Wewe unajisikiaje na umejiandaje? Kwangu mimi nachukulia ni kama nafasi ya dhahabu, kwa sababu sio bondia wote Afrika wenye rekodi kama ya Indongo anakubali kuja Tanzania kupigana na mimi, ambapo ana wasiwasi mkubwa sana wa kuweza kupoteza fight yake, japo ni mchezaji naye anajiamini, ana matumaini ya kushinda. Lakini mimi namshukuru yeye kwanza kwa kunipa nafasi ya kucheza naye, kukubali kupigana na mimi, kwa sababu sio tu kuwa itakuwa fight nzuri, lakini pia ni nafasi ambayo itanitangaza mimi kidunia, kwa kuwa nimecheza na bingwa na uwezo wangu wa kumpiga katika raundi ambazo nafikiria kushinda inaweza kufanya dunia ione pengine mimi ni bora zaidi yake, au ni bora sawa na mabingwa waliowahi kucheza nao, au ni bora kiasi gani. Kwa hivyo ni pambano ambalo litaniweka katika ramani ambayo katika boxing nilikuwa nikitamani siku nyingi kupata nafasi kama hiyo, na limekuja wakati ambao nina uwezo stahiki wa kuifanya hiyo. Kwa ambao hawafahamu rekodi ya bondia huyu Blue Machine, yupo nafasi ya 43 duniani, lakini pia ameshashindana na ameshawapiga mabondia watatu wa Tanzania ambao ni Ibrahim Classic mwaka 2015, Alan Kamoti pamoja na Fabian Limo 2016, lakini pia Indongo aliwahi kumtwanga Mrusi Troyano Vasquez huko Urusi kwa sekunde 40 na kushinda mataji ya dunia ya IBF na IBO. Ukiona hizi rekodi zake, hazikupi changamoto kuona anaenda kupambana na nani na anaweza kushinda katika pambano hili? Mara zote naamini unapokuwa bingwa lazima ukutane na mabingwa. Wanasema huwezi kuwa legend mpaka umpige legend. Kwa hivyo kwa rekodi yake Indongo naheshimu, na pambano ambalo ameshinda Russia mimi nililiangalia live na niliona ushindi wake, na nafikiri baada ya yeye kushinda lile pambano kama miezi 4 mbele hivi au 6 nilipata pambano na mimi la kwenda kupigana Uingereza. Kwa hivyo nilishinda pia kutokana na chachu ya ushindi wake. Namheshimu sana, naamini uwezo wake, lakini hii ni njia pekee kwangu ya mimi kufanikiwa katika boxing, katika kushinda ile pambano. Kwa hivyo kuna ulazima wa kushinda katika style yoyote na nimejiandaa na hilo. Kwa hivyo naamini tutapigana na nitashinda katika namna yoyote.
Kwa Tanzania ambao wadau wa boxing ambao hawafahamu pambano hili kushinda ubingwa wa Abu, unaweza kuwaelezea itakuweka wapi katika ubora na nafasi yako ya uzito duniani? Mimi nafikiri Mungu ndo ana mipango zaidi ya maono yangu na fikra yangu, lakini kwa akili ya kibinadamu inaniambia ile pambano kama nitashinda kwa knockout raundi za mwanzoni kabisa inaweza kunisogeza mpaka namba 10 kidunia kutokana na rank yake, kutoka 24 mpaka namba 10 kutokana na rank yake na ukubwa wa mataji ambayo aliwahi kushika na heshima aliyokuwa nayo katika boxing. Kila pambano huo unabadilika. Tutegemee hivyo katika pambano hili dhidi ya Blue Machine. Utakubadilika maana yake itakuwa sikufanya mazoezi. Na mimi kila ninapofanya mazoezi huwa nabadilika. Kwa hivyo naamini uwezo wangu, naamini ukufunzi wa walimu wangu, naamini familia yangu, mategemeo yangu, naamini washikaji zangu, timu yangu. Kwa hivyo naamini nitafanya kilicho bora. Yaani nafikiri mimi ndio mtu pekee na hamu ya kuona hilo pambano likitokea kuliko mtu mwingine yoyote. Siku ziende. Kweli kabisa. Changamoto gani ambazo unakabiliana nazo ukiwa unajiandaa na pambano hili za Changamoto siku nyingi, siwezi kusema zote kwa sababu labda pengine ya kutokuwa tayari kuzieleza, lakini hazinitoi katika njia, hazinifanyi kuona kwa sitofanikiwa, hazinifanyi kuona kwa sitoshinda kwa sababu ya changamoto. Kwa hivyo naamini changamoto zipo, lakini bado nina nafasi ya kushinda hilo pambano na hakuna changamoto ambayo itokea itafanya nishindwe kufanya hiyo pambano. Mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Adam Malima amekuwa akisupport sana michezo. Kama unakumbuka ndio alisupport sana Coastal Union akitamani endelee kubaki katika ligi kuu Tanzania bara. Vipi mpaka sasa? Kuna namna yote ambayo mnawasiliana, anakusaidia katika nyanja mbalimbali za ngumi za kulipa? Nimewahi kukaa naye, tumewahi kubadilishana mawazo, lakini nafikiri boxing ni tofauti kidogo na mpira. Kwa hivyo mpira vitu vyake viko wazi zaidi. Unajua boxing kupata mtu wa kuweza kukusaidia kwa 100% na yeye pia anapaswa awe ni mtu wa boxing ndio anaweza kuelewa. Boxing na mpira viko tofauti kidogo, lakini imani yake na dhamira yake kwa wana michezo wa Tanga ni nzuri. Kwa hivyo naamini kwa nafasi yake anaweza kuja kufanya kitu kikubwa kwangu. Kwa hivyo ndio tuko hivyo. Wakati unajiandaa na pambano kuna vitu unatakiwa kuvifanya, ni vitu gani? Lakini pia bondia wa kawaida ambaye anakutazama hivi sasa kupitia Global TV Live unamshauri afanye nini ili ndoto zake zikije kukamilika? Kuna vitu vingi utakiwa kufanya unapokuwa kwenye pambano. Cha kwanza, hautakiwi kubeba stress either as a family au kama mahusiano au kama kuna mtu mnakozana. Cha pili, hautakiwi kula vitu vya barafu unapokuwa unakaribia kwenye game kwa sababu inasaidia kupunguza pumzi au kuchoka mapema. Lakini pia kunywa soda ambazo zina alcohol, yani zina gesi kali, tuseme mtu anakata pumzi. Lakini pia pilipili hautakiwi kunywa pombe hata kama unatumia. Lakini pia kujiepusha na anasa kwa sababu itakuwa inakuchosha na utakuwa unatumika zaidi hapo unapotakiwa kupumzika kuelekea kwenye fight. Na vipi kuhusiana na mabondia ama vijana ambao wanatamani kuja kuwa wacheza ngumi za kulipa? Mimi naamini kwangu mimi pro naweza kusema Mungu yeye ndo anapasisha watu. Lakini mimi ushauri wangu kwa vijana wenzangu, mtu anapoamua kufanya kitu akifanye kwa dhati na moyo, kwa sababu hakuna chochote kinachokuja kwa urahisi. Kila kitu kinahitaji nguvu, jasho, huzuni ndio kuweza kukipigania kukifanikisha. Kwa hivyo watu wanaweza kupenda professional boxing kwa sababu ni mchezo ambao unabadilisha maisha ya mtu ukiwa umeonyesha njia na umekazana. Kwa mimi pia boxing imenisave pakubwa sana, yani imebadilisha nusu ya taswira ya maisha yangu, na boxing imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kwa hivyo juu ya kuwa sijafika kwenye target, lakini siwezi kuiongelea kama sio kitu kwangu kwa sababu imeniheshimisha, imenipa heshima, imenipa ukubwa, imenipa vitu vingi sana, thamani na vitu kama hivyo. Kwa hivyo watu waipende boxing, waingie kwa miguu miwili na wapigane kwa kazi na ndoto zao. Mimi naamini wakati wa mtu ukifika atasikika tu na yeye. Wasikate tamaa kwa kuwa kuna changamoto labda zinaumiza, kwa sababu kila mtu anapitia changamoto, lakini kukubali changamoto ikushinde ni kuiruhusu ikushinde, lakini ukikabiliana nayo haiwezi kukushinda na ndio utakuwa umeishinda changamoto. Tumekuwa tukiona mabondia wengi wa Kitanzania wakiwa wanapigana, wanapanda katika ulingo na kuonyesha yupi mbabe. Kwako imekuwa tofauti kidogo, tunaona mabondia mbalimbali wakiwa wanapigana. Vipi kwa
Huwezi, kila mtu ana malengo yake na huwezi kumpangia mtu cha kufikiri. Kila mtu anafikiri kwa vile alivyojaliwa upeo na Mwenyezi Mungu na kitu gani anataka. Mimi sipigani kuwa nani mbabe, nani anamweza nani. Mimi napigana kwa future. Kuna wakati nafika. Juzi kuna bondia anaitwa Yordenis Ugas alikuwa, kuna bondia anaitwa Aerospace alikuwa na fight na Manny Pacquiao. Baadaye akajenga kama hofu baada ya kuona Pacquiao anafanya sana mazoezi. Akasema amepata injury, hawezi kupigana. Pambano lika cancel, akawa anatafuta replacement wake. Kuna mtu anaitwa Dennis Ugas akapigana na Manny Pacquiao. Ile pambano amechukua karibia $8 milioni na amempiga Manny Pacquiao. Kwa hiyo Dennis Ugas sasa hivi ni bondia ambaye anashika hela nyingi na ni mtu ambaye alikuwa hatarajiwi. Mimi nimeliona ile pambano, sikulala siku nzima na mawazo. Leo nawaza mimi siku gani nitakuja kupata nafasi ya kupigana na mimi niongelewe kama yeye. Alafu ananiambia nipigane pambano la mbabe, nani itanisaidia nini? Kwa hivyo mimi naamini nisimame katika njia yangu, ni focus huku, ndipo ambapo nikifaulu nitafaulu, nikifeli nitafeli, sina wa kumlaumu, lakini sina mapambano ya kupigana nani mbabe. Lau kama kuna bondia ana hamu ya kuwataka kuonyeshana ubabe na mimi, nitamtumia nauli aje tuonyeshane mazoezini, kwa sababu mtu atakuwa amejipima, lakini sio kuwa nani mbabe kuonyesha watu ambapo watu hawana shukrani na wala hawatonipa chochote baada ya kumaliza pambano hilo. Kuna beef lolote na bondia wote hapa Tanzania? Hapana. Katika kitu ambacho watu hawakijui, mimi ni mpenzi wa kila mtu. Sijui jamii inanichukuliaje, lakini ni mpenzi wa kila mtu na kila mtu naishi naye vizuri. Unapoona mtu amejiweka kando na mimi, kuna vitu ninavifanya haviko sawa na mimi, kuna vitu ambavyo sivipendi katika maisha yangu ya kawaida. Kwa mfano hata washikaji zangu karibu, mimi sipendi mtu muongo. Nataka kila kitu kifanywe kwa wakati na ahadi. Hata mimi kumwahidi mtu kitu kwa sina uhakika nacho, nitakwambia bro, mimi nitafight nitakavyoweza, lakini tuombe Mungu akiniafikisha nitafanya, lakini sikuahidi mpaka nikifanya. Kwa hivyo na mimi kama kitu nakitaka kwako uweze kukifanya, nataka uniambie vile vile tu, bwana bro, hichi kitu hakitowezekana na nini, lakini sitaki mtu aniahidi kitu ambacho hawezi kukifanya, yani kupotezeana muda kumuuliza kila wakati. Lakini pia aina ya washikaji ambao unaishi nao, tuna mipaka katika maongezi yetu. Kuna vitu mimi vyangu siwezi kuviongea kwao, nao kuna vitu hawezi kuviongea kwangu. Juu ya kuwa ni washikaji, urafiki wetu una mipaka, kwa sababu najiheshimu na kuna discipline nimeweka katika mipaka ya mimi na marafiki zangu. Kwa hivyo kuna mtu akitoka katika nje ya njia ambazo mimi naishi, huwa ndo hatuna tena ushikaji. Okay, watu wengi wamekuwa kizungumza. Mbona tunaona pambano la Twaha dhidi ya Dula, tunaona pambano la Ibrahim Classic, tunaona pambano la Mfaume dhidi ya mabondia wengine wa Tanzania. Wengi wakatamani kuna pambano la kwako na Twaha. Kwa hili pambano limekuwa likikanseliwa na mara umesema unataka $100, $200. Ilisikika wapi kauli yangu mimi nikizungumza hivyo? Kuna amor. Sasa alikuwa ulizwe yeye, sababu mimi nakurudia. Na nisipijani kufurahisha watu, kutafuta hela. Mimi ndio kitu cha familia. $100 milioni 100. Hamna mtu anaweza kuitoa wewe. Hamna mtu anaweza kuitoa. Hakuna mtu anaweza kuitoa wewe. Baikaro Clinic East Africa Limited, watengenezaji wa dawa asili na mitishamba ya Baikaro iliyosajiliwa na Wizara ya Afya chini ya Baraza ya Tiba Asili kwa namba TZ 17 TM 0052 inayotibu na kukinga kabisa nimonia, kubanwa na mbavu na kushindwa kupumua. Tunakuarifu kuwa kuanzia mwezi huu wa 8 tumewaletea Baikaro mililita 50 single dose itakayotumika kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya nimonia, kubanwa mbavu, kushindwa kupumua na damu kuganda. Dozi hii hudumu ndani ya siku 30. Baikaro inapatikana Tanzania nzima. Dar es Salaam fika maeneo ya uwanja wa ndege kwa Mr. Godwin Kimambo, Mbezi Beach kwa Angel Moshi, Afrika Sana kwa Nimfa Senguo, Dar City Center kwa Disanako Enterprises opposite na City Mall, Mwanza Etenejo Pharmacy CCM mkoa, Dodoma kwa Lilian Temba, Moshi Kilimani Pharmacy, Leopard Hotel kwa Mr. Leonard Moshi, Arusha fika Kilimani Pharmacy, Amaris Pharmacy makao makuu mapya Arusha, Bluestone Lodge and Lounge, Mr. G Collection opposite na Stanbic Bank kwa Obama EAC na Advocate Modest Akida Advocates. Kahama fika The Bab Pharmacy, Phantom Street. Morogoro fika Msafiri Chemistry. Mbeya fika kwa Msafiri Pharmacy na Kigoma fika kwa Mr. Mwakalobo, au tupigie Baikaro masaa 24 kupitia 0742 777
775 na 0710 777 339. Jikinge na wakinge wengine.